tunachokiadhimisha ni tukio la kihistoria, kwamba hatimaye leo katika jimbo letu tunapata fursa hii ya kuwatuma makatekista walioandaliwa ndani ya jimbo kwenda kufanya utume wao baada ya kurasmishwa kuwa makatekista kwa hatua hii ya kwanza, ambapo wanahitimu mafunzo kwa miezi mitatu, tukiamini kwamba huko baadaye watajiendeleza au wataendelezwa na kupata mafunzo mengine ambayo bado watapaswa kuyapata. Kama tunavyosema kwamba elimu haina mwisho, waweza kufananisha hiki walichokipata na wale wanaohitimu shule ya msingi, ili wakitoka hapa waende sekondari na baadaye waende kwenye vyuo mbalimbali kuendeleza msingi huo wanaopata kwa ajili ya kuendelea kufanya utume wao kwa ufanisi zaidi. Tuko hapa kwa lengo kuu la kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyefanikisha tukio hili kwa mara ya kwanza katika jimbo letu. Tumshangilie Mungu kwa zawadi hii. Tafakari inayotuongoza ni ya wito. Kama tulivyosikia katika somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso, kwamba Mwenyezi Mungu anawachagua wale wanaowataka na anawapa utume. Na tunapolitafakari hili katika tukio la leo, ningependa kuliunganisha pia na yale tunayofundishwa kupitia mashirika ya kimisionari ya kipapa. Kwamba mashirika ya kimisionari ya kipapa yaliyo chini ya tume ya uinjilishaji yako manne. Kuna shirika la uenezaji imani, kuna shirika la Mtakatifu Petro Mtume, kuna shirika la Utoto Mtakatifu wa Yesu, na shirika la umoja wa misionari au umoja wa kimisionari. Katika tukio hili mashirika matatu, tunaweza kusema zaidi sana matatu, yanaonekana kuguswa na hiki tunachokifanya hapa. Kwamba tunapotafakari juu ya shirika la Mtakatifu Petro Mtume, ni lile linalojihusisha na miito mitakatifu. Kwa kweli kwa asili ni wito wa upadre, lakini kwa sababu mapadre peke yao hawatoshi, wanahitaji wasaidizi wa karibu, ndipo tunapowaweka pia watawa kwa nafasi ya kwanza, kwamba waklero wanafanya utume wao kwa kushirikiana kwa namna ya pekee na watawa. Tunapowataja watawa, tunaona pia kwamba hawatoshi. Pamoja nao, hasa tunapohamia kwenye shirika jingine, sasa tunapofananisha utume wenyewe wa shirika la Mtakatifu Petro Mtume katika mashirika ya kimisionari ya kipapa, tukilifananisha au tukiliweka pamoja na shirika la uenezaji imani, tunagundua kwamba wapo wasaidizi wengine katika kupeleka imani, kuisambaza imani, kuieneza imani, na kwa hatua hii tunaweza kuwataja makatekista. Kumbe hapo nimeshataja mashirika mawili, shirika la Mtakatifu Petro Mtume na shirika la uenezaji imani, lakini wote hawa wanapaswa kufanya utume wao wakijua kwamba wote ni wamisionari, wanakuwa wametumwa. Ndipo hapo tunapotafakari pia juu ya shirika la umoja wa misionari, kwamba katika kufanya utume wetu tunapaswa kufanya kwa ushirikiano, tukitengeneza mazingira ambayo kila mmoja anatimiza wajibu wake kwa hatua yake bila kuingilia utume wa mwingine, lakini pia kila mmoja akijua kwamba yeye peke yake hajitoshelezi, anao wajibu wa kushirikiana na wengine katika kufanya utume wake, ili kazi ya Kristo iweze kutimizwa na kila mbatizwa apate nafasi katika kutimiza wajibu wake wa kimisionari. Kumbe tuna shirika la Mtakatifu Petro Mtume linalozungumzia juu ya miito mbalimbali katika kanisa, lakini zaidi sana tukianzia upadre na utawa, na hapa tunaweza kutaja ukatekista, lakini yote hii ikiwa na msingi katika wito wa ndoa takatifu na familia,
ambayo ndio wito wa msingi kabisa, kwamba hawa watakao kuwa mapadre, watakao kuwa watawa, watakao kuwa makatekista, tunaamini na ilitarajiwa wao wamezaliwa katika ndoa takatifu na kulelewa katika familia ya Kikatoliki au za Kikatoliki. Huo ndio wito wa msingi, wito wa ndoa na familia. Halafu wito wa ndoa na familia utupatie wale watakaopata miito mingine ya upadre, utawa na ukatekista, ili kwa miito hiyo basi kazi ya Kristo ya kueneza imani iweze kufanyika, na kazi hiyo ifanyike kwa ushirikiano kati ya waklero, watawa na waamini walei, kila mmoja akijali hadhi yake na utume wake. Hicho ndicho ambacho nakiona kama msingi wa uwepo wetu hapa. Na baada ya hapo basi tuweza kwenda mbele na kutafakari juu ya wito huo wa ukatekista. Lakini hatutautafakari pekee, kwamba wito wa ukatekista ni wito wa kumtangaza Kristo katika hadhi hiyo ya walei wenye familia, ambao nao wanatambua kwamba wameitwa na wanajitokeza ili waweze kuhakikisha kwamba ile sauti ya Mungu haizimiki na wanaitendea haki. Katika kutimiza wajibu wao, makatekista wanapaswa pia kuongozwa na tunachokitafakari katika kadiri ya Injili Marko, kadiri ya Injili Mathayo sura ya 5 aya ya 48, kwamba binadamu wote na hata tungesema Wakatoliki wote tuna wito mmoja tu. Tuna wito mmoja. Wito wa kila mbatizwa mwisho wa siku ni wito wa kuwa wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Huo ndio wito wa msingi. Wito wa kwanza kabisa, na tunasema ni wito pekee. Halafu mito mingine yote tunayokuwa nayo ni ile sasa, ni kama kuchagua njia ya kutufanya tuendelee kuwa wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Wapendwa makatekista, ninyi leo mtatumwa, na kwa kweli ndipo mtakapopewa hadhi ya kuwa makatekista machoni pa kanisa kwa hatua hiyo ya kwanza. Mmekuwa mkiitwa makatekista, lakini hamkuwa makatekista. Mlikuwa wasaidizi wa makatekista au wanafunzi wa ukatekista. Kwa tukio la leo mtafanywa na kanisa au mtatambuliwa na kanisa kwamba mmestahilishwa kuwa makatekista katika kanisa Katoliki kwa hatua hiyo ya kwanza, kabla ya kuendelea huko mbele na kukamilisha yale malezi na mafunzo mnayopaswa kuyapata kama makatekista. Hata kama mafunzo na malezi ni endelevu, lakini walau kwa mpango wa kawaida kwamba kupitia chuo mpaka mahali fulani unatambuliwa kuwa katekista kamili. Mliletwa hapa ili muweze kuelewa katekista ni nani. Na tulisema tangu mwanzo katika vikao vyetu kwamba tunaanzisha chuo cha ukatekista kwa kweli kwa lengo kubwa moja. Lengo kubwa moja. Ni wazi makatekista wanapaswa kufundishwa yale masomo yote yanayofundishwa katika vyuo vya makatekista, lakini sisi hatukulenga sana kwenye masomo yale wanayopaswa kujifunza. Tulilenga zaidi katika kujijua na kujitambua na kutambua wito wa ukatekista unataka nini, ili tupate hata hamu hiyo kwamba kama wito wa ukatekista unanitaka hivi, na mimi nimepita hapa kwa muda mfupi, kumbe bado nina kazi na nilikuwa na tamaa ya kujiendeleza zaidi, kwa sababu muda hautoshi kuweza kuyajua yale yaliyo ya lazima na ya msingi katika wito wa ukatekista. Nilipata mashaka kwamba wale wanaopata wito wa kuwa makatekista na bado wakaanza kujiita makatekista na kufanya utume wa ukatekista, inawezekana kwa kweli wakawa na vingi ambavyo hawavijui vinavyoendana na wito huo, na hata wenyewe wasijitambue nafasi yao katika kanisa na wajibu wanaopaswa kufanya. Ndio maana tuliwaomba walezi waliokuwa nao, pamoja na kuwafundisha masomo mengine, lakini kila mara wawakumbushe kwamba wanapaswa kujijua wao ni akina nani na wito wao unawataka kufanya. Halafu yale masomo wanayofundishwa sasa wayajue kwamba ni nyenzo ya kuwafanya waendelee kutimiza ule utume wao.
wao ni akina nani na utume wao ni utume gani. Hicho ndicho ambacho kimefanyika katika miezi mitatu walivyokuwa hapa, ili waweze kujitambua na kutambua wito wao, kwamba kama wanatumwa kwenda kueneza Injili, kueneza imani, kumtangaza Kristo, ndio wito wao, na ni walimu wa imani Katoliki. Mwisho wajue sasa, nikiwa mwalimu wa imani Katoliki, hiyo imani Katoliki yenyewe ni ipi? Misingi yake ni ipi? Ni yapi ninayopaswa kuyajua ili niweze kuwa mwalimu sahihi wa mafundisho sahihi? Kwa maana tuko hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hicho tulichotarajia tunaamini mmekipata. Mmetambua wito wenu kama tulivyotaja shirika la Mtakatifu Petro Mtume, kwamba ninyi pia mmeitwa kushiriki au katika utume huo wa kikuhani, kuendelea kumtangaza Kristo, hasa kwa shirika hilo la uenezaji imani, ambapo tunahitaji mafundisho sahihi ya imani Katoliki, nidhamu yake, maadili yake vijulikane kwetu wenyewe na kwa watu wote. Na ndio utume tunaotanguliza katika jimbo letu. Tunasisitiza kwamba yote, yani mawazo yetu na utume wetu ujikite kwanza katika mambo ya usuyo imani. Mengine yote yawe mafuatano na matokeo ya kuendelea kuijua imani, kuipenda imani, kuiishi imani na kuitangaza hiyo imani. Ndio cha kwanza. Na imani hii inaendana na maadili yake na nidhamu ya Kikatoliki. Ni vitu vya msingi sana. Kumbe ninyi mmejitambua kuwa na wito mnaoamini kwamba Mungu amewaita mshirikiane pamoja na watawa, pamoja na mapadre katika utume huo wa kanisa, zaidi sana katika hili la shirika la uenezaji imani, yaani kuendelea kumhubiri Kristo kwa maneno na maisha yenu. Hicho ndio cha kwanza. Lakini sasa ni mambo gani mnayopaswa kujua? Ni mambo gani mnayopaswa? Ndio hayo masomo ambayo mmefundishwa. Tunaamini yale mliobahatika kuweza kuyajua. Basi nimepitia matokeo yenu, nimeletea matokeo yenu ya mtihani. Nimejitahidi, wengine nafanya vizuri sana, wengine vizuri, sisi tuseme kidogo au tuseme. Lakini basi tumepitia pia taarifa zinazohusu tabia zenu. Tabia zenu. Tunawashukuru sana kwa kweli walezi wenu, walimu wenu kwa kazi kubwa walifanya kuweza kumchambua kila mmoja na tabia yake. Wametuletea jinsi walivyowaona wao kwa kwenu hapa, na watapeleka taarifa hizo kwa maparoko wenu kwamba huyu ni mcheshi, huyu anakuwa amekasirika wakati wote, kama ni mgomvi, kama ni nini, basi tunakujua sasa. Na paroko atakujua. Sio kwa lengo kwamba kunyime utume, lakini kwa lengo kwamba akuangalie kwa macho matatu. Sasa kaenda kugombana na waumini, kumbe walishakuona hapa huyu namna gani. Mmepita hapa ili mjitambue wito wenu na utume wenu, ili baadaye sasa muendelee, kwa sababu elimu haina mwisho na mlichopata ni kidogo tu cha msingi, ili muweze kujiendeleza wenyewe na muweze kufanya utume wenu. Ndio maana somo la kwanza tumesikia juu ya Sulemani akiwabariki. Nanyi leo katika ibada hii au katika maadhimisho haya mnapata baraka pia. Tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki, na sisi tulioko hapa tuko kwa nia hiyo. Muendelee kupata baraka kwa hiki ambacho mmekipata na maisha mtakayokutana nayo kwa mnapokwenda, basi muweze kuendelea kutambua wito wenu na kuenzi wito. Kwa tunaomba baraka kwa Mwenyezi Mungu ili muendeleze utume wenu na mwe mashahidi wa kweli kwamba hapa mlipokuwa hiki hapa ndicho mlichokipata na ndicho mnachokipata. Na kazi, kwa sababu kila mmoja anatazama mliotoka chuoni. Mmetoka chuoni. Sasa ukifika kule ukaonekana ni nafuu ambaye hakwenda chuoni, ndio ni balaa. Sasa kabla hajaenda chuoni alikuwa nafuu, amerudi sasa nyumbani. Lakini pia wako na mtazamo ambao pia si sahihi sana, wa kuamini kwamba sasa nimekuwa msomi, mtanitambua. Mtanitambua. Wale unyenyekevu haupo tena, ni majigambo tu. Kule chuoni bwana, nyia mjui chochote, nimetoka chuoni. Kwa wako na hivyo. Kwa baraka mnayoipata iwasaidie kuendelea kuwa wanyenyekevu. Na kama mnaamini kwamba mmejua mengi ambayo mkuyajua, muamini kwamba wale walioko kule huenda hawajapata fursa kama za kwenu. Sasa msiwalazimishe na wao wajue vile ambavyo mnajua kabla hawajaje chuoni. Ninyi ndio mnaopaswa kujishusha kuwafuata kule waliko. Muwaelewe
kwamba inawezekana kweli hiki hata ninapomwambia haelewi kwa sababu hajaenda chuoni. Kwa hiyo mimi nijitahidi sasa kumuelewa vizuri ili nimsaidie tena kwa unyenyekevu. Msiende kutangaza majigambo. Umeshafika chuoni, unapajua ikuzi wewe. Sisi tumetoka ikuzi sisi. Tulifundishwa na padri mmoja aitwa Camillus, unamfahamu Camillus? Kutaja na majina ya masista. Sister Mary, Sister Anne, Sister Teddy, wewe unamjua? Tujue kwamba sisi tuliobahatika kujua haya tuna wajibu wa kuyapeleka kwa wenzetu kwa unyenyekevu. Kwa unyenyekevu. Kama Kristo alivyojishusha, akajua hali zetu, akavaa ubinadamu wetu ili aweze kutukweza nasi tufanane naye, tufanane na Mungu. Ndivyo na sisi tunapaswa kuendea wale tulioacha kule. Tuwe kama chumvi, twende tukawakoleze, tuwe pamoja nao. Kwa sababu chumvi haikolezi chakula ikiwa nje. Tufanane nao ili tuweze kuwafanya wawe watamu kama kwa chakula, kama chakula kilichokuwa kitamu kwa kukoleza na chumvi. Tujitahidi kuwaendea kwa unyenyekevu na kwa heshima, tukijua nafasi yao na ujuzi wao, halafu tuwasaidie sasa wasibaki pale, wao na wapige hatua kama sisi tuliweza kupiga hatua, tukajua yale ambayo tunaweza kuyajua. Ni neema ya Mungu tu. Usifikiri wewe ni muhimu sana, wa lazima sana kuliko wengine wote. Hapa ni neema. Hivi tunavyokuwa ni neema ya Mungu, hakuna aliyewa pekee sana kwamba sipokuwepo kazi ya Mungu inashindikana. Ni neema. Kwamba imekuwa ni zamu yako sasa, kwa hiyo tujifunze kwenda kwa Mungu. Kwa neema na baraka tunazozipata kutokana na maombezi ya siku ya leo na maadhimisho haya itusaidie kutambua nafasi yetu na kumuiga Kristo mwenyewe anavyotujia na anavyowaendea watu, akijinyenyekesha na kujishusha ili aweze kuwakweza, anaweza kutukweza kufanana na Mungu. Lakini pia Injili imetuambia, maana somo hilo limetoka kwa ile mtu aliyokuwa amepagawa na mapepo, wasema tuko legion, mapepo ya nguvu, na baadaye anapoponywa, tumechukua ile sehemu ya mwisho, tumechukua sehemu ya mwisho pale anapoponywa anataka kumfuata Yesu. Haina maana kwamba na nyinyi kuja hapa mmepagawa na mapepo. Haina maana. Ila kwamba mnapokuwa mmepata nguvu hiyo ya Kristo. Yeye alisema kwamba baada ya kumwona Yesu Kristo amemtendea yale makuu, alitaka kufuatana naye. Sema kwa hiyo sasa inabidi tu nibaki na wewe pekee. Sasa inawezekana sasa kuna mtu anataka kubaki hapa. Muda wenu umeisha. Muda wenu umeisha. Jumatatu tunapokea wengine, ninyi muda wenu umeisha. Hata kama mmepapenda na mimi kwa kweli pale bwana nisikia vizuri, ni pazuri, najua hivi na hivi, muda wako umeisha, uondoke. Kumbe ninyi pia pokeeni wito wa Kristo kwamba baada ya kukaa hapa, hata kama ungependa kubaki, mnaondoka sasa kwenda kwa wale waliowatuma. Kwenda pale. Na tumesikia kwamba yule ndugu baada ya kuwa ameponywa na Kristo na aliporudi kule nyumbani alifanya maajabu. Jinsi alivyoweza kumshuhudia Kristo alivyokutana naye, aliwafanya watu wengi wakamwamini zaidi Kristo. Walikuwa wanashangaa. Kumbe nanyi tunachowatarajia kwamba hapa mmepata si masomo tu, mmepata na malezi. Kwa hiyo tunatarajia mkitoka hapa kule mtakapokwenda watu washangae. Sio washangae kwamba mnaenda kupoteza muda, ila kwa namna yenu, maisha yenu, jinsi mtakavyokuwa. Muoneshe chachu mpya, watu waseme kweli kumbe ikuzi, mtu akienda ikuzi anakutana na Kristo kwa namna ya pekee na anakuwa Mkristo zaidi. Anakuwa mfuasi wa Yesu Kristo kwa karibu zaidi. Hayo maisha ya kiroho, maisha ya sala, lakini pia katika utume wenu mtakavyowajibika zaidi na kwa ufanisi zaidi, mkitumia elimu iliyopata na maadili mliojifunza hapa, nidhamu mlioipata hapa, kuifikisha kwa watu washangae, waendelee kumpenda Kristo zaidi kuliko hata ninyi mwe njia ya kuunganisha na Kristo, ikidhihirisha kwamba mmekutana na Kristo kwa namna yake. Ndicho tunachowaombea. Tunawatakia tume mwema, tunawatakia maisha mema. Kama somo la kwanza ilivyotualika, lakini pia hata somo la pili linaposema kwamba wale walioteuliwa basi wanatumwa na Mungu anaendelea kwa nao. Lakini pia kwa somo hili la tatu la Injili kwamba mnapokwenda mkawe mfano mwema. Tunawatakia maisha mema katika familia zenu, kwa sababu mapendo yanapaswa kuanzia nyumbani, lakini pia kwa kuwahudumia wale wengine wote watakaohitaji msaada wa mafundisho pamoja na zile ibada mnazoruhusiwa kuziadhimisha. Basi mifanye yote kwa uadilifu, endelea kwa sehemu ya malezi na makuzi katika chuo hiki, ili baraka ya Mungu iendelee kushuka hapa
na matunda yanayotoka hapa yawe kwa ajili ya faida ya kanisa letu, lakini faida kwa ulimwengu tunaoishi, ili kila mmoja amwone Kristo kama kweli ni mkombozi. Kristo ndiye Mungu, Kristo ndiye Masia, na Kristo anatualika kufanana naye. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.